Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV. Mtazamaji wa Maximum TV, karibu kwenye kipindi chetu pendwa cha Sad Moment. Kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunawatangaza ndugu zetu wote ambao wanapitia mazingira magumu tofauti ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu yote ambayo kila siku wanakuwa wanapitia. Mtazamaji, kuna mama huyu hapa. Huyu ni mama ambaye alikuwa anafanya kazi nchi za Kiarabu kule Iraq. Anasema alienda kule sio zaidi ya mara moja, lakini raundi hii ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu alikaa miezi 6 tu akiwa anafanya kazi, ndipo akaanza kuugua maradhi ambayo mpaka leo hii hayajulikani ilikuwa ni maradhi gani, kwa sababu hakufanyiwa vipimo vya maana kabisa juu ya kuweza kugundua shida inayomsibu na nini ambacho kimemfanya abadilike kuwa hivi. Mtazamaji, mazungumzo ambayo nilifanya naye huyu mgonjwa, alisema kwamba tatizo lake lilianza tu pale ambapo masikio yake yalianza kumsumbua. Na kwa kawaida huyu ameanza kusumbuliwa na masikio toka amezaliwa. Yaani alizaliwa akiwa na changamoto ya kusikia vizuri, akiwa na usikivu hafifu. Sasa aliishi kwenye hali hiyo sehemu zote ambazo alikuwa anaenda, na kwa ndugu zake wote walikuwa wanamjua kwamba huyu hasikii vizuri. Lakini sasa alienda Falme za Kiarabu. Alivyoenda Falme za Kiarabu kule kufanya kazi, ameanza zamani kiukweli, miaka mingi nyuma huko, lakini mara hii ya mwisho aliona masikio yake yameanza kuuma. Alivyoona yameanza kuuma, ikafikia hatua akapoteza uwezo kabisa wa kusikia, akawa hasikii moja kwa moja. Bosi ambaye ndo alikuwa anaishi naye pale akaona hapana, kwa nini huyu binti hasikii kabisa? Akafanya maamuzi ya kumpeleka hospitalini. Alivyompeleka hospitalini akaanza kufanyiwa matibabu na kufanyiwa na vipimo vile vya masikio. Basi hile huduma iliendelea mpaka pale ambapo alianza kupata wafadhali wa kusikia, kwa sababu ilifikia hatua masikio yake yalikuwa yanatoa hadi usaha. Sasa hali ghafla ikabadilika tena. Bosi wake akasema ngoja ampeleke tena hospitalini. Huyu mgonjwa sasa anadai kwamba alipeleka hospitalini, akaekewa vyuma mashine, alitamka neno mashine, akaekewa vyuma masikioni. Basi pale ambapo alipoekewa tu vile vyuma masikioni vikampiga shoti, ingawa sio mara ya kwanza kufanywa huduma ile ya kuekewa vyuma masikioni kama ambavyo alisema yeye. So ilitokea hali kama amepigwa shoti hivi, ndio ikamsababisha ngozi yake yote hii ikabadilika, mwili wake ukabadilika rangi. Ukimtazama vizuri utaona jinsi ambavyo alivyo. Tazama kwenye upande huu jinsi ambavyo yupo, lakini pia tazama na upande huu wa pili jinsi ambavyo yupo. Uso wake wote umekuwa kama mtu ambaye amebabuka, mtu kama ambaye alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya kansa, mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na magonjwa makubwa. Ndicho ambacho kinaonekana. Tazama pua yake, mdomo wake mpaka kidevu chake, vyote vimekuwa vyeusi, vyote vimebadilika rangi, na huu weusi tunaotazama ni kama wa kuungua. Lakini pia ukitazama kwenye mashavu unaona kama kuna rangi nyeupe fulani hivi, ambayo hiyo ndiyo ambayo tunaiona kwa hivi sasa. Mazingira yake ni magumu sana, hali yake ni ngumu sana. Nilikuwa wakati naongea naye nikamuomba, nikamwambia hebu unaweza ukajaribu kumeza mate hayo ambayo unayo mdomoni. Huyu mama alinijibu kwamba siwezi, kwa sababu alijaribu, alishindwa kabisa kumeza. Na akasema anasikia maumivu makali sana kwenye mbavu zake, na hata akiwa anavuta pumzi anapata maumivu makali kupita kiasi. Baada ya hapo sasa tukawa tumekubaliana wote kwa pamoja kwamba tutafute mchango ili tuweze kumpeleka hospitali. Wakati akiendelea kuwa kwa kaka yake pale akiwa anauguza huko, wakati wote tunajiandaa na nini, basi mgonjwa wetu huyu alifariki dunia. Nilipigiwa simu, ilikuwa jioni kama sikosei, nikaambiwa Zahiri, huyu mgonjwa wetu amefariki dunia. Nilisikitika sana kwa sababu niliona tumechelewa. Muda ambao niliongea na ndugu nikamwambia mfanyeni mchakato tumpeleke hospitali huyu mgonjwa, muda ambao ndo wao pia wanajipanga ili waangalie namna gani ya kuweza kumpeleka hospitalini, basi huyu mgonjwa wetu akawa ameshafariki dunia. Hicho ndicho ambacho kilitokea majuzi. So leo hii natoa taarifa rasmi kwamba huyu mgonjwa wetu ambaye alikuwa anafanya kazi Iraq amefariki dunia. Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Wakati wake wa kuishi duniani umeisha.
vita zote za maisha yake aliyopambana zimefikia kikomo. Na mpaka sasa anavyozungumza na wewe, mgonjwa wetu huyu tayari ameshastiriwa. Tayari kashalazwa kwenye malalo yake. Hiyo ndio taarifa ambayo nawaletea leo hii hapa. Amefariki majuzi. Kiukweli nasikitisha sana 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 sana. Kwa sababu huyu mama amekufa na dukuduku lake. Amekufa na ndoto yake. Dukuduku kwa nini? Mpaka hapa akiwa bado hana uwezo kuongea vizuri, na mpaka akawa anatamka, anasema kwamba mimi kumbukumbu nimepoteza. Anasema mimi nimeondoka, bosi wangu alisema atatuma begi langu kutoka huko Uarabuni huko ambapo ni Iraq. Lakini alivyofika Tanzania, bosi kagoma kutuma begi lake. Yaweza kuwa begi lake lilikuwa la vitu vya msingi sana kwenye maisha yake. Yaweza kuwa ilikuwa na vitu ambavyo labda alikuwa anataka aje awape watoto wake au ndugu zake. Umeshanielewa? Ndio hivyo, tayari shatokea sasa. Mpaka anafariki, maskini ya Mungu. Hakuna kitu chake ambacho alikuwa anakitamani kitimie, kimetimia. Ndio maana anasema kwamba huyu mgonjwa atakuwa na dukuduku kwa sababu ya vitu vyake. Anashuhudia dakika za mwisho kabisa toka alivyotoka huko Uarabuni, bosi wake anaacha kumtumia begi lake. Lakini kinginewe, mgonjwa alisema kwamba bosi alikuwa anamfanyia vitendo ambavyo sio vizuri, vitendo vya kumnyanyasa. Hata alipokuwa amezidiwa akiwa katika hali hii, bosi alikuwa hataki aondoke. Alikuwa anataka abaki hapo poa, endelee kufanya kazi aliyakuwa yuko katika hali hii. Kwa sababu bosi alitazama maslahi yake zaidi kuliko afya ya huyu mgonjwa. Aliona hela yake na thamani zaidi kuliko afya ya huyu mgonjwa. Na ndio maana mgonjwa amekaa miezi 6 tu, lakini ndani ya hiyo miezi 6 bosi hakutaka aondoke. Hakuthamini. Aliona tu bora huyu endelee kufanya kazi ili yeye hela yake ambayo alikuwa amenitoa kumgaramia huyu kwenda kule Iraq isipotee hivi hivi. Hizo ndo maana halisi ya kusema kwamba huyu mgonjwa amefariki lakini ana dukuduku. Kuna vitu vingi ambavyo alifanywa na bosi wake. Vichache ndo tunavyovijua, lakini vingi hatuvijui. Na ndio maana tulisema mara ya mwisho kwamba tumchangie huyu mgonjwa, akishakaa sawa atakuja atatusimulia hali halisi ya maisha ambayo alikuwa anaishi kule kwa bosi wake. Kwa hiyo nawakumbusha ndugu zangu, jitahidini sana kutenda mambo mema. Jitahidini sana kufanya vitu vyema. Watu wakiondoka hapa duniani wanaondoka na madukuduku ambaye atakufungia riziki zako nyingi. Piga mahesabu kwa dada kama huyu hapa. Mama wa watoto wake atakuwa leo hii anaondoka duniani akiwa na dukuduku. Bosi wangu kangangania begi langu, ulivyolifuatilia amegoma kunitumia. Asa mimi nijiuliza, bosi begi la nini? Ushapoteza hela. Begi la nini? Umepambana, umeonyesha wema mwanzoni, umempeleka hospitalini, hatujui hospitali au ilikuwa ni sehemu gani. Dakika za mwisho mgonjwa anakuwa hivi. Begi la nini kama kweli ulikuwa una nia njema? Sasa hii ndio inatufanya sisi tuamini kabisa kwamba hata huyu mgonjwa yaweza kuwa alifanywa tu vitu vibaya na bosi wake, kwa sababu mgonjwa hakuna sehemu aliposema bosi kamfanyia wema. Alivyokuwa anajiona anaumwa, bosi alimpeleka sehemu wakawa wamemwekea kwenye mashine. Ndicho ambacho alikuwa amekitamka. Ukitaka upate uhalisia wa taarifa ya huyu binti, andika tu Iraq pale Maximum TV, andika tu Iraq Maximum TV. Utaiona hiyo habari, utaisikiliza pale. Maneno yale ambayo alikuwa mpata bahati ya kuongea. So unakuja kupata picha kabisa kwamba alichofanywa huyu mgonjwa hakikuwa fair hata kidogo. Na hakika hakukuwa na kitu kizuri hata kimoja. Tayari ndugu yetu huyu ameshastiriwa. Kwa hiyo mpaka sasa kinachoendelea sasa hivi ni kitu kimoja tu. Ni kuendelea kumkumbuka na kumuombea, hakuna kitu kinginewe. So mimi na wewe unasikiliza hapa sasa hivi na kutazama hii habari, na kuomba tuungane kwa pamoja kuweza kumuombea ndugu yetu. Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake yote ambayo ameshakuyatenda hapa duniani. Yote anayoyakumbuka na asiyoyakumbuka. Ninakuombeeni sana 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 tumuombee kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amweze kumsamehe madhambi yake yote. Mimi naamini huyu ni mwanadamu, na wanadamu daima tumeumbwa kufanya makosa. Kwa hiyo tumuombee. Tumweke katika ibada zetu. Hatujui kweli ni upi, uongo ni upi, lakini tutaishia tu kusema kwamba
Kama kuna mtu alimfanyia ubaya wa namna yoyote, basi tunamwachia Mwenyezi Mungu. Alienda kupambana kwa ajili ya kuwatafutia watoto wake na familia yake, lakini leo hii huyu hapa anateketea. Tayari kashaimaliza safari yake. Vita zake zote kashapambana mpaka dakika ya mwisho amefariki. Amefariki hapa hapa ambapo unamuona. Hii ni sehemu ya kaka yake ambaye anaishi kando ya mto. Hatua mbili tu unakutana na bonge la mto. Hapa ndipo ambapo amefariki. Hakuna namna. Kwa mtazamaji, taarifa niliyokuwa nayo ndio hii hapa. Kwa tuungane kwa pamoja kuweza kumuombea. Basi, na kwa wale ambao walimfanyia vitendo vibaya, tunawasamehe na Mwenyezi Mungu pia awasamehe. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV na taarifa nyingineyo pia nakuletea hapa sasa hivi. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.